السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. दो दिन पहले Bismillahirrahmanirrahim. Alifa mtukufu wayadahullahu taala Abnasal Aziz anasema kwamba siku mbili iliyopita mtumishi mmoja wa jumuiya Mirza Khurshid Ahmad Sahib amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungu alimjaalia kwamba yeye alikuwa katika familia ya Sinam alayhi salatu wassalam, na upande wa kiroho pia alikuwa katika familia ya Sinam alayhi salatu wassalam. Hazur anasema kwamba kila mtu anayekuja katika dunia hii lazima siku moja yeye anaaga au ataaga dunia hii. Ni Mungu pekee ambaye anaishi kwa milele, lakini wenye bahati wanakuwa wale watu ambao wanatumia maisha yao ya dunia kwa lengo maalum, na katika maisha yao wanafanya juhudi ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Wao wanakuwa na imani kwamba kuungana na walii wa Mwenyezi Mungu au nabii wa Mwenyezi Mungu haiwezi kumpatia ujira, wala yeye hawezi kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, bali mtu anatakiwa vitendo vyake na amali zake zithibitishe kwamba yeye ameungana na yule nabii wa Mwenyezi Mungu kwa kiroho na kwa vitendo, na hivi atapata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Husain alayhi salatu wassalam amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimwambia binti yake Hadrat Fatima radhiallahu ta'ala anha kwamba ewe Fatima, usidhani kwamba wewe ni binti yangu kwa sababu ya hii wewe utapata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Kwa ajili ya kupata ridhaa yake unalazimika kuishi maisha yake sawa na amri za Mwenyezi Mungu. Ikiwa wewe unaishi maisha yako sawa na amri za Mwenyezi Mungu, hata katika hali hii pia unatakiwa uwe na hofu ya Mwenyezi Mungu, kwamba Mungu akubali juhudi yangu na vitendo vyangu, na yeye afanye mwisho wangu uwe mwema. Alifa mtukufu yadahullah taala anasema kwamba mimi mwenyewe ni shahidi, na mimi nilikuwa namfahamu vizuri sana Mirza Khurshid Ahmad Sahib
nilikuwa najua sana kuhusu maisha yake. vile vile watu waliniandikia, nilipokea barua chungu mzima kwamba marehemu alikuwa anatimiza wakfu yake kwa unyenyekevu, na vile vile alikuwa akifanya shughuli zote kwa unyenyekevu. Yeye hakujionyesha kwamba yeye yupo katika familia ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Mwaka jana alikuja hapa kuhudhuria jalsa salana ya Uingereza, na yeye aliniambia kwamba uniombee mwisho wangu uwe mwema. Na yeye alitoa mfano wa yule mtu ambaye wakati wa kufa kwake aliendelea kusema kwamba bado, na katika hali hii yeye akafariki. Wafuasi wake walijaribu kufanya utafiti kwamba kwa nini alikuwa anasema bado. Siku moja wale waliona katika ndoto, yule mzee alikuja katika ndoto. Yeye aliulizwa kwamba kwa nini katika kifo chake uliendelea kusema kwamba bado. Akasema kwamba ukweli ni kwamba wakati wa mwisho wangu ulipokuja, shetani alinijia, na shetani aliniambia kwamba wewe umeokoka kutoka kwangu, uliendelea kufanya vitendo vizuri, na mimi niliendelea kusema bado madamu mimi nipo hai, sijui mimi nitafanya kitendo cha aina gani. Kwa hiyo hata wakati wa kufa kwangu pia nilikuwa namwambia shetani kwamba bado. Kwa hiyo katika hali hii mimi nilikufa, sasa mimi nipo peponi. Hazur anasema kwamba wale ambao wanakuwa na wasiwasi, wanakuwa wanafikiria kuhusu mwisho wao, hali yao inakuwa ya aina hii. Hazur anasema kwamba marehemu alinielezea mfano huu. Yeye alikuwa akielewa maana ya wakfu ni nini, na kwa kuelewa maana ya wakfu alikuwa akifanya shughuli zote sawa. Na wakati wa hapa juzi usiku saa 4 alifariki. Umri wake ulikuwa miaka 85. alikuwa kitukuu wa Sayyidina alayhi salatu wassalam, na alikuwa mjukuu wa Hadhrat Mirza Sultan Ahmad Saheb. Alikuwa mtoto wa Sayyidina alayhi salatu wassalam, na alikuwa mtoto wa Hadhrat Mirza Aziz Ahmad Saheb radhiyallahu ta'ala anhu. Hadhrat Mirza Aziz Ahmad Saheb ni mjukuu wa Sayyidina alayhi salatu wassalam ambaye alifanya bayati yake, yani yeye alifanya bayat kabla ya baba yake. Tarehe 12 wa September 1932 marehemu alizaliwa katika mji wa Lahore. Tarehe 21 April 1945 katika umri wa miaka 12 na nusu alijaza fomi ya kutoa wakfu maisha yake wakati alikuwa katika darasa la 9. Kisha alihitimu masomo ya shule katika msingi wa Qadian. Baadaye katika TI College alihitimu masomo yake. Baadaye sawa na sawa na amri halifa mtukufu katika Government College alipata degree. 1956 alianza kusomesha katika shule na alikuwa akisomesha Kiingereza. Alikuwa akitayarisha lecture yake kwa bidii sana. Mimi pia nimesoma kutoka kwake. Hata wanafunzi wengi waliniandikia kwamba alikuwa akitayarisha vizuri lesson yake na alikuwa akisomesha kwa bidii sana, na alikuwa anajua sana subject yake. Kwa hiyo yeye alikuwa maarufu sana katika wanafunzi. Wanafunzi walikuwa wakimpenda sana kwa sababu ya tabia yake hii. 1964 kwa ajili ya course ya English katika scholarship ya serikali ya Uingereza alikuja hapa, na mwaka moja aliendelea kusoma hapa. 1974 baada ya mwaka huu alitumikia jumuiya sana. Katika mwaka wa 1974 wakati upinzani uliletwa dhidi ya jumuiya, marehemu pamoja na halifa mtukufu watatu aliendelea kusaidia
na alikuwa pamoja naye kila wakati kwa ajili ya kumsaidia. Alikaa katika kasri khilafa, nyumba ya hazur, kwa ajili ya kumsaidia miezi mitatu. kisha kwa ruhusa ya alifa wa pili 1962 kwa ajili ya mayatima, nyumba ilijengwa katika mji wa Rabwa. elfu moja mia tisa sabini na nane mpaka 83 alikuwa mkurugenzi wa idara hii. Salasini April 1973 alikuwa Nazir Darweshan. 76 mpaka 88 alitumikia jumuiya kwa kuwa additional Nazir. Katika kamati ya ofisi pia alitumikia. Aliwahi kuwa Nazir Amureyama mpaka 92 August mpaka 2003 aliwahi kuwa Nazir Amure Kharija. Kisha wakati mimi nilipochaguliwa kuwa halifa, mimi nilimteua kuwa Nazir Ala, na vile vile yeye aliteuliwa kuwa amiri wa Rabwa, na kwa njia nzuri alitoa huduma hizi zote. Aliwahi kuwa member wa Majlis Ifta takriban miaka 12-13. Aliwahi kuwa member wa Qadha Board kama miaka 12-13. 1973 Mungu alimjalia alienda kuhiji. Nikaha yake 1955 alitangaza halifa wa pili. Halifa wa pili siku ile alitangaza ndoa kama 5 au 6. Wakati wa kutangaza ndoa yake, halifa wa pili radhiallahu ta'ala anhu alisema katika hutuba yake kwamba huyu kijana pia ni katika familia yetu na ametoa wakfu maisha yake. Mirza Aziz Ahmed Saheb alipata nafasi ya kumsomesha huyu mtoto, na huyu mtoto sasa anasoma katika MA. Bado hajahitimu, hajamaliza MA degree yake, lakini katika Kiingereza anafanya mtihani wake, na inasema kwamba anajua sana lugha ya Kiingereza. Mimi na nuia kwamba baadaye yeye atumikie jumuiya kwa kuwa profesa katika college. Vile vile halifa wa pili alisema kwamba yeye atafanya hata kazi ya tafsiri pia baadaye. Halifa mtukufu anasema Mwenyezi Mungu alimjaalia watoto wa kiume 6. Watoto 4 wametoa wakfu maisha yao, 2 ni madaktari na mmoja ni katika nizara taalim, na yeye pia amefanya PhD. Na hivyo ndivyo mtoto mwingine ni katika ofisi ya Mashir Kanun, na yeye pia amesoma wakili. Katika tanzim mbalimbali pia marehemu alitoa huduma zake. 2000 mpaka 2003 aliwahi kuwa Sadr Ansarullah wa Pakistan. Mtoto wake mmoja Dr. Mirza Sultan Ahmad anaandika alikuwa akimpenda sana halifa wa pili radhiallahu ta'ala anhu. Miaka michache iliyopita yeye alipata maradhi ya moyo. Hazur anasema hata kwa miaka kadhaa alikuwa na maradhi ya moyo, na polepole aliendelea kuzidi maradhi hii ya moyo. Na kuhusu maradhi yake ilipojulikana, mtoto wake alienda kumchukua. Mirza Khurshid Ahmad Saheb akasema wakati ule kwamba mimi nilikuwa nafanya dua
njia nzima niliendelea kufanya dua hii kwamba mimi nifike Rabwa ili nife katika mji wa Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu, nife katika mji ambapo yeye amezikwa. Hii ilikuwa hali ya mapenzi yake na halifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu. Kisha huyu mtoto wake huyu anaandika, wakati alipokuwa mgonjwa usiku moja yeye akakaa na alikuwa hana utulivu, na akasema mimi nimeona ndoto kwamba watu kadhaa wanaleta shutuma dhidi ya halifa wa pili na watu hawatoi majibu ya shutuma hizi. Kwa sababu hii alikosa utulivu kwamba kwa nini watu hawatoi majibu ya shutuma hizi, na kwa sababu ya hii hakuweza kulala usiku ule. Alikuwa akisema wapinzani wanabughudha sana dhidi ya halifa wa pili. Hata wapinzani wanadhani kwamba halifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu aliimarisha nidhamu ya jumuiya. Ikiwa yeye asingeimarisha nidhamu ya jumuiya, basi sawa na mawazo na maoni ya wapinzani, jumuiya hii ingeangamia. Ingawa jumuiya hii ni jumuiya ya Mwenyezi Mungu, lazima ingeendelea, lakini wapinzani wengi wao ni wale ambao wanampinga halifa wa pili kwamba yeye aliimarisha nidhamu ya jumuiya na alianzisha nidhamu nzuri katika jumuiya. 1974 kama nilivyosema hapo awali, halifa watatu radhiyallahu ta'ala anhu aliteua timu, na yeye alikuwa memba yake na alitoa huduma zake katika timu ile, na alikuwa akiishi katika nyumba ya halifa kasri khilafat. Na yeye alikuwa akienda nyumbani kwa wiki moja baada ya mwezi moja na nusu, na yeye alikuwa akienda masaa kadhaa nyumbani, na watoto hata walikuwa wakija pale katika nyumba ya halifa na walikuwa wakikutana naye. Halifa watatu wakati ule alikuwa halali, bali alikuwa akikaa kidogo na alikuwa akipumzika na usiku mzima na usiku nzima yeye alikuwa akifanya kazi ya jumuiya, na watu walikuwa wanafanya kazi pamoja naye pia walikuwa wakikesha. Mtoto wake huyu anaeleza riwaya moja kwamba katika mwaka 1983 wakati upinzani ulipoletwa dhidi ya jumuiya katika Pakistan, yeye marehemu alikuwa katika timu iliyoundwa na halifa wanne. Mtoto wake anasema kwamba baba alikuwa akituambia kwamba halifa watatu na halifa wanne wakati wote walipopata upinzani walikuwa wakionyesha utulivu. Halifa wanne alipohama kutoka Pakistan, kutoka Rabwa mpaka Karachi, yeye alienda pamoja naye. Na licha ya kuwa na maradhi, wakati 2010 wakati tukio la Lahore lilipotokea, wakati wanajumuiya waliuawa katika mji wa Lahore, wakati ule yeye alifanya kila kazi kwa hekima sana na kwa juhudi sana, na yeye aliongoza kila jeneza, na yeye alikuwa akienda kwa ajili ya mazishi kwa ajili ya kila shahidi aliyeuawa. Hivyo ndivyo alikuwa akijali sana kuhusu mambo yatakayotokea siku za usoni. Mtoto wake Mirza Dila anasema sisi tulipokuwa tukituma taarifa yetu, ikiwa sisi tulikuwa tukikosea, kwamba pamoja na jina la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumeandika neno la swad, na pamoja na jina Sayyidina alayhi salatu wasalam imeandikwa alayhi salam, yeye akatuambia kwamba mnatakiwa muzingatie kitu hiki, na pamoja na jina la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mnatakiwa muandike sallallahu alaihi wasallam. Marehemu alikuwa akizingatia sana swala,
alikuwa akichanganya swala wakati wa shida. Wakati alipokuwa mgonjwa sana, yeye aliswali kila swala kwa nyakati zake, isipokuwa sala kadhaa tu alikusanya na alichanganya. Alikuwa naziri ala anakuwa na majukumu makubwa sana. Kwa hiyo yeye alikuwa akifikiria sana kuhusu kesi zinazoletwa dhidi ya jumuiya. Hata hospitalini pia alikuwa akiulizwa kwamba hali ya kesi ikoje na kesi inaendeleaje. Hivyo ndivyo kwa kuwa naziri ala na amiri watu walikuwa wakimwalika katika harusi na alikuwa akienda kuhudhuria, na yeye alikuwa akisema kwamba mimi nalazimika kuhudhuria sherehe ya harusi kwa sababu halifa mtukufu hayupo hapa. Na vile vile alikuwa akienda kwa ajili ya rambirambi pia, na vile vile alikuwa akienda kuangalia hali ya wagonjwa. Alikuwa mgonjwa, lakini alikuwa akija ofisini na alikuwa akifanya kazi ofisini pale muda wote. Wakati alipokuwa mgonjwa akaja ofisani, akakuta wafanyakazi wengi hawakuja, akatuma barua na akasema kwamba ikiwa mimi naweza kuja ofisini ingawa mimi ni mgonjwa, kwa nini hamwezi kuja? Na yeye alikuwa akizingatia sana nidhamu, na pamoja na hii alikuwa akiwaelimisha na kufahamisha watu kwa mapenzi. Alikuwa alipata heshima hii pia wakati wa kifo cha halifa watatu rahimahullahu taala. Halifa watatu alifariki katika mji wa Islamabad. Kule jeneza yake iliongozwa na yeye aliongoza jeneza yake. Halifa wanne pia alikuwepo pale. Marehemu alimwambia halifa wanne kwamba wewe uongoze jeneza, lakini halifa wanne akasema hapana, wewe uongoze jeneza kwa sababu wewe ni mwakilishi wa anjuman, kwa hiyo wewe uongoze jeneza ya halifa watatu. Vile vile alimwosha maiti ya halifa watatu pia. Mirza Ghulam Ahmad Saheb anaandika katika hali ya 74 wakati alipokaa Rabwa miezi mitatu. Baadaye hali iliporekebika kidogo, halifa watatu alimwambia unaruhusiwa kwenda nyumbani, lakini kila asubuhi unatakiwa uje ukutane nami katika chakula cha asubuhi na unipatie taarifa ya kazi fulani fulani. Kwa hiyo yeye alikuwa akienda kila asubuhi na alikuwa akimpatia taarifa halifa watatu. Hivyo ndivyo Mirza Ghulam Ahmad Saheb anaandika. Baada ya kifo cha halifa watatu, wakati halifa wanne alipochaguliwa siku yake ya pili, pete ya alayhisallah ya halifa wanne ikapotea. Halifa wanne alikuwa na wasiwasi sana kuhusu kwa sababu ya kupotea kwa pete. Kwa Moita Mirza Khushia Ahmad Saheb, na akamwambia kwamba huyu ni mtiifu wa halifa na vile vile ni mtiifu wa kila halifa, kwa hiyo pete yangu imepotea, ile pete ya Sayyidina Alayhi Salam imepotea, tafadhali nitafutie. Kwa hiyo baadaye kwa fadhila za Mwenyezi Mungu pete ile ilipatikana. Hazur anasema kwamba mwaka jana mke wake alifariki, na baada ya kufariki kwake yeye alipata maradhi yake yalizidi sana ya moyo. Mimi nilipomwambia kwamba uje hapa kuhudhuria jalsa salana, mwanzoni alikuwa nafikiria kwamba labda yeye hawezi kusafiri, lakini nilipomwambia aje yeye akaja. Kwa hiyo baada ya kuja hapa hali yake ya kiafya ilikuwa nzuri, na kila siku jioni alikuwa akija nyumbani kwangu kukutana nami, na yeye hakujali hata hali ya hewa, bali kila siku alikuwa akija kukutana nami. Bi Fozia Shamim Saba Sadalajna wa Lahore
huyu ni binti wa Nawab Amatul Hafiz Begum Sahaba, alikuwa binti wa Sinam alayhi salatu wassalam. Anasema baada ya kuteuliwa kuwa Nazire Ala, sifa zake zilijulikana zaidi. Alikuwa mnyenyekevu wa hali ya juu. Mimi nilimpigia simu mara kwa mara. Yeye alipokuwa katika kikao alikuwa akinipigia simu baadaye. Ikiwa mimi nililetewa barua ya mimi nilipokuwa nikituma barua kwa ajili ya kuwasaidia wanyonge maskini, alikuwa akisema kwamba uchukue hela kwa amiri, mimi nitakutumia baadaye. Anasema mimi sijawahi kumwona mtu mwenye huruma zaidi kuliko yeye. Binti moja ambaye alipata imtihani na mimi nikamtumia kesi yake, yeye akaangalia vizuri kesi ile, na siku zile alikuwa anaenda Qadian kuhudhuria jalsa salana. Akasema mimi nimefanya dua sana kule katika mji wa Qadian, na yule binti hali yake ikarekebika na baadaye aliolewa. Na baadaye alipoolewa marehemu alimtumia zawadi ya dhahabu, na vile vile aliendelea kumuuliza hali yake ikoje. Anasema wakati wote nilipomwomba anipatie ushauri, alinipatia ushauri mzuri. Yeye alikuwa mtu wa kufanya dua sana. Moyo wangu umehuzunika sana kwa kupata taarifa ya kifo chake. Mwenyezi Mungu aendelee kujalia ukhalifa wasaidizi wa aina hii. Chaudhry Hamidullah Saheb, wakili ala Tahrika Jadid, anaandika kuhusu marehemu. 1954 wakati Taalimul Islam College ilipohamia katika Rabwa, walimu kadhaa wakabaki kule Lahore. Khurshid Ahmad Saheb yeye aliboresha idara ya Kiingereza chake ilikuwa nzuri sana. Wakati alipokuwa akisomesha Kiingereza katika college, watu walikuwa wakijua sana lugha ya Kiingereza. Chaudhry Hamidullah Saheb anasema zaidi kuhusu marehemu kwamba marehemu alikuwa mpole sana, alikuwa akisamehe sana, na alikuwa akiwasaidia wanyonge sana. Na katika jalsa salana na katika jalsa salana ya Qadiana, katika ijtimaa mbalimbali, yeye alinisaidia sana. Alikuwa akishiriki katika furaha na huzuni ya watu, alikuwa akishiriki harusi na vile vile kifo cha watu. Mtumishi fulani wa jumuiya alifariki, na Mia Saheb marehemu hakuweza kujua kwamba yeye amefariki. Kwa hiyo yeye alipopata taarifa alihuzunika sana. Bana Tufail Saheb katika Wakalat Ulia anasema kwamba marehemu alikuwa na sifa chungu mzima, hatuwezi kueleza katika maneno. Alikuwa mtu wa kufanya mapenzi sana, mtu mwenye moyo mpole sana, na vile vile mtu wa kuwahurumia watu maskini. Alikuwa mtu wa kuishi maisha ya kawaida, alikuwa mtu mwema sana. Mimi nimewahi kufanya kazi pamoja naye miaka 10. Mimi sikumbuki kwamba katika miaka hii 10 hata mara moja yeye alinikasirikia. Ikiwa mimi nilikuwa nimekosea, basi alikuwa akiniongoza na alikuwa akinielewesha kwa njia nzuri. Katika Khaja Muzaffar Saheb ambaye anafanya kazi katika Nizarat Ulia anasema alipata maradhi kwa muda mrefu sana, lakini alionyesha subira sana. Mimi nimepata bahati ya kufanya kazi naye kwa muda mrefu sana. Alikuwa mpole zaidi kuliko baba, na vile vile alikuwa akitoa huduma sana kwa ajili ya watu wote. Mara nyingi ilitokea kwamba wakati wote mtu mwenye dharura alipokuwa akija kwake, basi yeye alikuwa akitoa kibali cha kumsaidia. Na yeye alikuwa akiniambia kwamba uende nyumbani kwake na ujue hali ya nyumbani kwake ikoje.
anasema mimi nilipokuwa nikimletea taarifa kesho yake kuhusu nyumba yake, alikuwa akisema kwamba moyo wangu ulikuwa unatoa ushahidi kwamba huyu mtu anahitaji dharura, ni anahitaji msaada, lakini hakupewa msaada. Si hii tu kwamba watu walipokuwa wakimwomba msaada alikuwa akiwasaidia, bali yeye mwenyewe pia alikuwa akifanya utafiti kuhusu watu na alikuwa akiwasaidia. Mbashiri huyu anasema kwamba alikuwa mtu mwenye bashasha sana na mtu mwenye kusitiri aibu za wengine. Yeye alikuwa akitukumbusha kuhusu majukumu yetu kwa mapenzi sana, na alikuwa akisikia matatizo yetu, hata alikuwa akisikia muda mrefu sana. Hazuri anasema kwamba hii ni jukumu la kila kiongozi wa jumuiya. Ikiwa watu wanasikiliza vizuri matatizo ya watu, basi matatizo yote yanaondolewa. Mashiri huyu anasema kwamba mtu mmoja alileta ombi la msaada, lakini yeye akakasirika, na lakini marehemu akakaa kimya. Labda aliendelea kumwombea yule mtu ambaye alichana barua yake. Mimi sikupenda aliyofanya, lakini marehemu akasema kwamba wewe usimwambie, usiseme kitu chochote, kila moja ana njia yake na tabia yake. Anasema kwamba kwa kuona subira yake sisi tulikuwa tukishangaa sana. Alikuwa mgonjwa sana, lakini kwa kuwa na hali hii alikuwa akitoa huduma sana. Yeye alikuwa akikumbuka mambo vizuri sana, kumbukumbu ilikuwa nzuri, na alikuwa akifikiria kila wakati fikira nzuri. Alikuwa akisoma taarifa kwa makini. Baadhi wakati imetokea kwamba ikiwa mtu aliandika barua yake iliwekwa katika faili, na wafanyakazi walikuwa wanaanza kutafuta katika faili, lakini marehemu alikuwa anajua kwamba yeye alitoa maagizo gani au yeye aliandika nini juu ya barua ya yule mtu ambaye alileta ombi la msaada. Nazim kadhaa bana Rashid Javed anasema ilitokea hivi kwamba mume alikuwa anataka sula, lakini mke alikuwa anasema kwamba yeye mume wake amrudishie fedha, lakini mume wake alikuwa si hali yake ya kifedha ilikuwa si nzuri. Nazim kadhaa anasema nikamwambia marehemu kwamba tafadhali umpatie kidogo na mimi nitampatia kidogo upande wangu. Akasema kwamba ikiwa hawa wanapatana basi niambie fedha ni kiasi gani. Kwa hiyo yeye akatoa fedha yote. Bwana Rabbani Sahib katika Fazilima Foundation anasema dada yangu alikuja Rabwa, alikuwa na maradhi ya ngozi, aliomba ruhusa ya kukaa katika Daruziafat. Dada zangu waliambiwa wanaweza kuchukua ruhusa kutoka Waziri Ala. Tukapata wasiwasi kwamba huenda tutapata nafasi ya kukutana naye. Kwa hiyo tulienda ofisini kwake. Yeye alitutendea kama ni baba mpole mwenye huruma sana, na yeye akatoa ruhusa ya kuishi katika Daruziafat. Na kwa sababu ya hii imani yetu ilizidi na iliimarika zaidi kuhusu nidhamu ya jumuiya. Amir Zila Khushab bana Munawar Majoka Sahib anaandika marehemu alikuwa mtu mwenye faida kwa ajili ya watu wote na kiongozi mzuri, na alikuwa akijali sana mambo madogo madogo. Anasema nataka kueleza tukio moja lililoacha athari kubwa sana juu yangu. Anasema labda 2015
nilikuwa nimekaa ofisini kwangu, wanawake wawili maskini wakaja, walikuwa wenyeji wa Khoshab, na wakasema kwamba Nadhir Ala Saheb wametutuma kwamba wewe utie sahihi juu ya barua yetu ya msaada. Anasema nikawauliza wale kina mama maswali kadhaa, na nikaamua kwamba sisi tutawasaidia kutoka katika jamaati yao badala ya kuwasaidia kutoka makao makuu. Kwa hiyo wao wakapewa msaada. Anasema kesho yake mimi nilikuwa nimekaa ofisini kwangu, Mia Saheb akanipigia simu na marehemu akaniuliza kwamba jana wanawake wawili walikuja ofisini kwako, leo hawakuja kuchukua msaada. Mimi na hofu kwamba labda wewe uliwatuma bila kuwasaidia, basi ututumie wale kina mama ili tuweze kuwasaidia. Kwa kusikia hii nikamwambia kwamba sisi tuliwasaidia kutoka katika jamaati yao, kwa hiyo sikuwatuma kutoka kwako, sikuwatuma kwako. Anasema kwa sababu ya tukio hili lilipata athari sana, kwamba yeye alikuwa akijali sana kuhusu watu wadogo. Alifa mtukufu anasema kwamba kila kiongozi wa jumuiya anatakiwa awe na hali hii, kwamba atafanya kazi kivipi. Si hii tu kwamba anatuma tu mtu, bali yeye akipokea barua yoyote yeye anatakiwa ashughulikie barua ile, na yeye asikae kwa utulivu mpaka hakikishe kwamba ombi lake limesikilizwa na yule mtu amesaidiwa na matatizo yake yameondolewa, badala ya kumdharau. Ikiwa kila kiongozi wa jumuiya anakuwa na tabia ina hii, basi katika hali matatizo mengi yanaweza kuondoka katika Jumaat. Hafidh Muzaffar Ahmad Saheb anaandika, mimi ni shahidi kwamba Hazrat Mia Saheb alikuwa akipenda sana ukhalifa na alitimiza amana zote kwa njia hii, kwamba mpaka mwisho wa uhai wake ye alikuwa mtiifu wa hali ya juu ya ukhalifa. Katika kutimiza haki za Mungu na haki za wanadamu aliishi maisha yake yote. Alikuwa mnyenyekevu sana na alikuwa mtu mwenye hulka njema sana. Hivyo ndivyo Hafidh Saheb anaandika, alikuwa akiswali swala kwa jamaa bila kukosa, na alikuwa mfano kuhusu hii. Alipoteuliwa kuwa Sadr Ansarullah alikuwa akiwakumbusha watu kuhusu kusali swala kwa jamaa, na yeye alikuwa akiniambia kwamba labda mtasema kwamba kila wakati unatukumbusha kuhusu swala tu, lakini mimi nifanye nini? Kwa sababu mimi siwezi kukaa kwa utulivu mpaka nihakikishe kwamba watu wanatimiza haki yao hii. Hazur anasema kwamba hata mimi nimeona kwamba wapo wenye madaraka katika jumuiya, wao hawaswali swala kwa jamaa, hata hawaswali swala kabisa. Hivyo ndivyo marehemu alikuwa akienda ofisini katika msimu wa baridi na joto. Hafidh Saheb anasema kwamba hatuwezi kusahau mapenzi yake na upendo wake na huruma yake. Alikuwa akija ofisini kwa wakati na alikuwa mfano kwa ajili yetu. Muhammad Anwar Saheb ambaye ni clerk katika Nazarat Ulia, yeye anaandika kuhusu marehemu kwamba sisi hatuwezi kusahau mapenzi yake, upendo wake. Ingawa yeye alikuwa mzee na alikuwa mgonjwa, lakini alikuwa akija ofisini kwa wakati na alikuwa akifanya kazi za ofisi. Kabla ya kufariki kwake, siku ya mwisho alipokuja ofisini, alikuwa na shida ya
kupumua, lakini alikuwa anajaribu kusitiri hali yake hii ili watu wengine wasijue. Marehemu akasema kwamba mimi leo sisikii vizuri, kwa hiyo mimi nitaenda mapema nyumbani, sitaweza kukaa muda wote hapa ofisini. Lakini si maana yake kwamba sitafanya kazi, bali akamwambia clerk kwamba niletee barua zote ili nitahie sahihi. Yule clerk anasema kwamba sawa na agizo lake, mimi nikampelekea barua zote na nikampatia faili zote za wasia, na nikamwambia kwamba tabia afya yako si nzuri, nitakupatia baadaye. Akasema hapana, uniletee faili zote nitie sahihi. Hivyo ndivyo yeye akatoa nasaha na akakutana na manazir wote, na baada ya kufanya hivi akaondoka. Na kwa kufanya hivi yeye akawaonyesha na akawafundisha namna gani wanatakiwa watoe huduma ya dini. Muhammad Afzal Sahel ambaye ni mbashiri, yeye anasema kuhusu marehemu, alikuwa akikaa msikitini kwa unyenyekevu. Yeye alikuwa akisikiliza darsa Quran baada ya sala ya alasiri. Mtu alipokuwa akileta matatizo kwake, yeye alikuwa akisikia matatizo yake kwa makini sana na alikuwa akimsaidia. Hizi ni sifa ambazo kila mwenyeji wa Rabwa alikuwa anashuhudia. Anasema mimi nilipokuwa nasoma katika Jamia Ahmadiyya, siku moja nilipata shida fulani, nilikuwa sielewi nifanye nini. Nikamwendea Mirza Khurshid Ahmad katika ofisi yake. Yeye alikuwa mtu mwenye shughuli sana, lakini akaniita katika ofisi yake. Wakati mimi nilipomwambia shida zangu, nilikuwa nataka yeye aniombee, lakini yeye mwenyewe akaniuliza maswali kadhaa kuhusu shida yangu. Nilikuwa sifikiri kabla kuja ofisini kwamba mimi nitaweza kukaa muda mrefu pamoja naye, lakini yeye alinipatia muda mwingi sana. Mimi nilipotoka katika ofisi yake, kwa hiyo hali yangu ilikuwa imebadilika, shida yangu ilikuwa imeondoka na nilikuwa nimepata matamanio mazuri na mapya. Hazur nasema hii ni sifa ambayo kila kiongozi wa jumuiya anatakiwa awe nayo. Anasema kwamba alikuwa mtu kama malaika na mtu mpole sana. Anasema rafiki yangu moja aliniambia, mimi nilipokuwa bado kijana nilikuwa najifunza namna ya kuendesha pikipiki. Mimi nikagonga pikipiki yangu nje ya nyumba ya Mirza Khurshid Ahmad Saheb, na yeye alikuwa anaangalia maua. Nilikuwa nikapata wasiwasi na nilikuwa nasikia haya kwa sababu nilikuwa bado mdogo sana, nilikuwa siruhusiwi kuendesha pikipiki. Vile vile nikapata ajali mbele ya nyumba yake, na vile vile maua yake pia yaliharibika. Lakini marehemu alikuwa mpole kiasi hiki kwamba yeye alinisaidia ili niweze kukaa na kusimama, na akaniuliza, ewe mtoto, je, umepata majiraha au uko salama? Kisha akaniambia kwamba unatakiwa uthamini maisha yako. Hivyo ndio alikuwa akiwatendea wabashiri kwa mapenzi sana na kwa upendo. Ingawa alikuwa na elimu ya hali ya juu, lakini alikuwa mnyenyekevu sana na alikuwa akijionyesha kwamba yeye si mtaalamu. Wakati wa convocation wa Jamia Ahmadiyya, mimi nilimteua kuwa mwakilishi. Katika hotuba yake akasema kwamba mimi nasikiliza maagizo ya wabashiri, namna gani mimi naweza kusema maneno dhidi ya hawa wabashiri. Kisha akawasihi wale wabashiri ambao walikuwa wanahitimu masomo yao. Akasema mimi nataka kusema kwamba muhimu ni kwamba yoyote anayosema Khalifatul Masih tusikilize kwa makini sana na tufuate nasaha zake zote. Sisi ambao ni wasimamizi wa jumuiya na nyinyi wabashiri matakiwa mufuate nasaha zote za halifa mtukufu
na mfanye juhudi yote ili muweze kutimiza nasaha, na vile vile mfanye dua Mungu atujalie tuweze kutimiza nasaha zote za halifa. Bana Masusa Mbashiri kutoka Badomali anasema, mimi nilikutana na Mia Sahib mara chungu mzima, na kila mara yeye alikuwa akinitendea vizuri. Alikuwa mtu mwenye hulka njema sana na mnyenyekevu wa hali ya juu. Kila mtu aliyekuwa akija ofisini kwake alikuwa akikutana naye kwa kusimama katika kiti chake, na alikuwa akizungumza naye kwa upole sana. Yeyote alikuwa akija kukutana naye alikuwa akiacha shughuli zake zote, na alikuwa akimsikiliza kwa makini sana. Alikuwa akisikia shida zake kwa makini, na alikuwa akikaa nao vizuri muda wote walipokuwa wakikaa ofisini. Na kila mmoja alikuwa akija kwake amesema hivi kwamba alikuwa akikutana naye hivi. Kwa hiyo alikuwa akiwatendea watu wote kwa njia moja, awe mtajiri au maskini. Dr. Nuri Saheb anaandika, alikuwa akijali sana matatizo ya watu. Alikuwa akijali zaidi kuliko wengine matatizo ya watu. Nakumbuka mgonjwa mmoja alichajiwa nusu ya matibabu. Baadaye aliwasiliana na Mia Sahib, yeye alisamehe gharama yote ya matibabu, na yeye aliniambiwa kwamba ufanye juhudi ili uwasaidie wagonjwa. Wakati alipokuwa amelazwa hospitalini, alipokuwa anatibiwa hospitalini, manas ambao wanachukua training, wale manas marehemu akasema kwamba uchukue fedha kwa mtoto wangu na uwanunulie sweater kwa ajili ya hawa wote ambao wanapata mafunzo. Dr. Saheb akasema kwamba kuna hali fulani ambayo sisi hatuwezi kueleza mbele ya mtu, na yeye marehemu alisema kwamba hii ilikuwa hali yangu wakati mimi nilipokuwa nimeondoka kutoka hospitali. Dr. Nuri Saheb anasema kwamba marehemu alikuwa akipenda sana uhalifa, na vile vile alikuwa akipenda sana Tahir Heart hospitali. Dr. Nuri Saheb anasema siku moja aliniandikia, Nuri, Tahir Heart ni mtoto wa halifa, na Mwenyezi Mungu ajalie hospitali hii iwe nyumba ya shifa kwa ajili ya watu wote. Kisha marehemu akamwambia Nuri Saheb kwamba kila siku nafanya dua hii, Mwenyezi Mungu atimize matamanio yote ya halifa mtukufu. Dr. Saheb anasema wakati alipokuwa mgonjwa na taarifa ya maradhi yake ilikuwa inatumwa, nilipokuwa natuma barua ya taarifa, siku moja marehemu akashika mkono wangu na akasema kwamba je, sisi hatuwezi kumtumia Hazur habari njema badala ya kumtumia habari za ugonjwa tu? Hivyo ndivyo kuna barua chungu mzima za watu ambao walieleza sifa za marehemu, na kila mmoja aliandikwa kwamba marehemu alikuwa mnyenyekevu na alikuwa na hulka njema. Jinsi alipokuwa akipenda uhalifa, hali yake alieleza mbele ya mke wangu alipomwambia kwamba lazima unafanya dua kwa ajili ya halifa, kwa hiyo uniombe mimi na kwa ajili ya watoto wangu pia. Akasema katika sajda nafanya dua kwa ajili ya halifa na kwa ajili ya mke wake na kwa ajili ya watoto wake. Wakati alipokuwa anasema maneno haya, hali yake ilikuwa ya aina yake.
yeye alikuwa akitii amiri na viongozi wake. Wakati Khalifa wa 4 alipokuwa anaumwa 2000 au 2001, mimi na Mirza Khurshid Ahmad Sahib tulikuja hapa mji wa London, na siku zile mimi nilikuwa Nazir Ala. Mimi na yeye tulikhtilafiana juu ya jambo fulani, na yeye akakataa kauli yangu fulani. Kwa hiyo mimi nikasahau ile iliyotokea, na mimi nilirudi mapema Pakistan, na yeye alikaa siku zaidi na alirudi baadaye. Kwa hiyo baada ya kurudi Pakistan alikuja ofisini kwangu na akasema, mimi nimekuja kwa ajili ya kuomba radhi kwa sababu mimi nilikosea wakati mimi nilipofanya ikhtilafu naye. Nikamwambia mimi sikumbuki ulifanya kosa gani. Akasema, katika London niliitilafiana nawe, na katika mazungumzo yangu hasira kidogo ilionekana, na kitu hiki ni dhidi ya heshima ya amir. Kwa hiyo mimi naomba radhi kutoka kwako. Hazur anasema, mimi nilimwambia kwamba haina wasiwasi, lakini yeye aliendelea kuomba radhi kwa muda mrefu. Hii ilikuwa hali ya unyenyekevu wake, na vile vile hii ilikuwa hali ya heshima ya amiri alikuwa nayo. Kisha yeye alikuwa akirekebisha hali kuanzia nyumbani kwake, si kwamba alikuwa akirekebisha hali ya wengine, na alikuwa hajali kuhusu watoto wake. Miaka kadhaa iliyopita niliwaandikia barua familia ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, na niliwakumbusha kuhusu majukumu yao na malalamiko niliyopata kutoka kwa hawa wanafamilia. Niliwasihi kwamba wao waondoe malalamiko haya na wabadilishe tabia yao. Mimi nilimtumia barua marehemu na nilimwambia kwamba wasomeshe barua hii wanafamilia wote. Wakati aliposoma barua yangu hii pamoja na kusoma barua hii, akasema, nieleze waziwazi kwamba watoto wangu pia hawapo nje katika hali hii iliyoelezwa katika barua ya halifa. Kwa hiyo nawasihi watoto wangu na watoto wao pia na wanafamilia wote kwamba wanatakiwa waondoe udhaifu unapatikana, na kila mmoja anatakiwa atimize matamanio ya halifa mtukufu. Hii ilikuwa hali ya ukweli wake na hali ya uchamungu wake. Mwenyezi Mungu awajalie watoto wake pia waendelee na mema yake. Mwenyezi Mungu ajalie jumuiya iendelee kupata wafanyakazi wenye imani na wasaidizi wa aina hii kama alikuwa marehemu. Mirza Anas Ahmad Saheb aliandika kuhusu marehemu. Mirza Anas ni mtoto wa halifa wa 3 rahimahullah. Anasema kwamba ndugu yetu Khurshid alikaa katika miguu ya uhalifa na aliendelea kutoa huduma. Mungu apandishe madaraja yake na kubali huduma zake, na Mwenyezi Mungu aweke chini ya fadhila zake na baraka zake. Yeye ametimiza haki yake. Hazur anasema, amesema sawa kabisa kwamba bila shaka kwamba ametimiza haki yake. Mwenyezi Mungu atujalie sisi pia tuweze kutimiza haki zetu na wajibu wetu. Hazur anasema kwamba baada ya swala mimi nitaswalisha jeneza yake ghaibu inshallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد